China, Iran, Urusi zajadiliana ushirikiano katika sekta ya ulinzi. Mawaziri wa ulinzi wa mataifa ya China, Iran na Urusi wanakutana kwa ajili ya mazungumzo yanayohusu masuala ya ulinzi mapema Alhamisi katika mji wa Qingdao nchini China, siku kadhaa baada ya Iran na Israel kusitisha mapigano. Waziri wa ulinzi wa China, Dong Jun, aliyataja mazungumzo hayo kuwa ni ya kukabiliana na dunia iliyopo katika mpagaranyiko na iliyokosa utulivu. Amewataka washirika wake kushirikiana na kuchukua hatua madhubuti zaidi ili kulinda mazingira yatakayoleta amani. Kwa upande wake, waziri wa ulinzi wa Urusi Andriy Belousov, aliyekutana na Dong kando ya mkutano rasmi, ameipongeza ushirikiano kati ya China na Urusi pamoja na Iran na kusema ushirikiano wa nchi zao uko katika kiwango cha juu. Hata hivyo, yanayoendelea pia ikiwa ni siku moja baada ya viongozi wa jumuiya ya kujihamia NATO kumaliza mkutano wao huko Uholanzi, ambapo nchi wanachama zimekubaliana kuongeza bajeti ya ulinzi kwa ajili ya mapambano zaidi dhidi ya mataifa kama vile Urusi, ambayo mara kadhaa wamekuwa wakiona kama ni taifa adui kwa upande wao. Hata hivyo, Rais wa Urusi Vladimir Putin mara kadhaa alikuwa akizungumza kwamba Urusi haina uadui na taifa lolote katika ulimwengu, lakini ni mataifa ya NATO ambayo yanaifanya Urusi kuwa adui kwa sababu wana maslahi wanayoyataka mbele ya Urusi na wanataka kuidhoofisha Urusi, jambo ambalo halitowezekana. Mataifa haya matatu mara kadhaa yamekuwa yakizungumza juu ya swala zima la kuweza kujilinda na kuhakikisha kwamba wanakuwa na mipango thabiti ya kuweza kushirikiana katika mambo mbalimbali, hususan nyakati hatari. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba moja kati ya jambo ambalo walimwengu walipaswa kujiuliza ni baada ya rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin kukutana na waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Bwana Abbas Araghchi, ambapo baada ya mazungumzo hayo ni kile ambacho kilijiri siku ambayo Iran iliamua kufanya mashambulizi katika ngome ya kijeshi ya Marekani iliyopo huko nchini Qatar ya Al Udeid, moja kati ya ngome kubwa za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Jambo ambalo wengi walitaraji kuiona Marekani ikirudi na kujibu mapigo makubwa zaidi kuliko hata yaliyofanyika wakati wakishambulia vinu vya nyuklia kwa kutumia ndege za B-2. Lakini ilikuwa tofauti kabisa kwa rais wa Marekani Donald Trump, ambapo kilichotokea ni kwamba Donald Trump alitangaza kumalizika kwa vita hivyo, huku akiataka mataifa yote kuwa na utulivu katika kipindi hiki, na kuanzia hapo vita kati ya Iran na Israel ikaisha. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uweze kuyajua mengi yanayojiri.